Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru ndugu waandishi wa habari kwa kunipa na fursa ya kuwa katika sehemu hii ambao katika tukio la kihistoria ambalo limefanyika katika kata ya Donyomorwa, katika kijiji cha Donyomorwa na kijiji cha Oloiwan. Jambo ambalo limefanyika leo ni makabidhiano, tumefanya tafrija kubwa sana ambalo mkuu wa wilaya wa Siha Dr. Christopher Timbuka ndiye alikuwa mgeni rasmi, na mgeni maalum anaitwa Mr. Methu kutoka Mondo UK, lakini pamoja na viongozi, mwenyekiti wa shirika la Mondo Tanzania pamoja na katibu na viongozi wote wameweza kuhudhuria tukio hili ambalo tumekuja kwa ajili ya kukabidhiwa shule ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari katika kata ya Donyomorwa katika kijiji cha Donyomorwa, lakini kukabidhiwa ujenzi wa madarasa mawili na matundu ya vyoo 12 katika shule ya msingi Oloiwan ambayo yuko kata ya Donyomorwa. Kwa kweli jambo hili ni kubwa sana la kihistoria katika kata yetu, lakini katika wilaya ya Siha. Kwa hiyo nitumie nafasi kuwashukuru viongozi wa chama waliohudhuria, kwa maana ya mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Siha mzee wangu Mosi Gwaje, wajumbe wote kwa maana ya katibu wa CCM wa wilaya, lakini pia na wajumbe wote wa kamati ya siasa, kamati za jumuiya zote, kwa maana kamati za utekelezaji, jumuiya ya vijana, jumuiya ya kina mama pamoja na jumuiya ya wazazi. Na kama mnavyojua mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, na hata kupata shirika hili nimetumia jitihada zangu binafsi, lakini kwa neema ambayo Mwenyezi Mungu amenipa nikapata kuwaelezea changamoto ambazo ziko pale. Kwa mfano pale Donyomorwa, wanafunzi wanaofaulu katika shule ya msingi Donyomorwa wanatoka wanaenda shule ya sekondari Sikirari ambayo ni kilomita 12 kutoka kule Donyomorwa kwenda Sikirari. Lakini hiyo ni kwenda tu, lakini kwenda na kurudi ni kilomita 24. Kwa na mimi kwa sababu pale ni nyumbani, lakini nina wajibu kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, nimeona nitumie fursa na mahusiano nilionao kwa ndugu zangu katika mashirika zile za taasisi za nje, mashirika ya nje, lakini mashirika ya ndani ambao nina mahusiano nao. Kwa kweli mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu sababu leo nimeandika historia mpya ya kuwa sehemu ya wadau wa maendeleo katika masuala ya elimu katika wilaya ya Siha, na nimeweka historia kwa sababu nimekuwa chachu na hii kwa sababu tumesoma kwenye mazingira ambao wazazi wetu wametusaidia, na sisi tunapata fursa kwenda kuweza kurudisha ile fadhila kwa watoto wetu, lakini kwa ndugu zetu. Lakini pia najua haya ni majukumu ambayo serikali ilikuwa inatakiwa itekeleze, inakuwa ni majukumu ambao wananchi wenyewe wakitekeleza, lakini sisi kwa sababu tumepewa dhamana ya kuwa viongozi, tumekuwa na wajibu wa kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, lakini kuwasaidia viongozi ngazi ya wilaya kwa maana ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi, kuhakikisha kwamba na sisi tunapata fursa ya kuibua maendeleo katika maeneo yetu. Na hili nimeanza katika kata ya Donyomorwa, lakini Mwenyezi Mungu kadri atakavyonisaidia nitapata fursa ya kwenda kwenye kata zingine kuhakikisha kwamba tunaibua changamoto walizonazo watu wetu, ili tuweze kuwasaidia kwa namna ambavyo Mungu ametupa mahusiano katika nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo mimi kama kiongozi, kama mnavyojua, nimeshakuwa mjumbe wa NEC. Actually lazima niwe na mahusiano na watu, lakini kwa sasa kwa nafasi ya mwenyekiti wa wazazi, lakini pia kwa nafasi ambayo mimi nafanya kwenye utumishi wa umma, ni nafasi yangu ambayo inanisaidia pia kukutana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo katika hili mimi naomba tu ndugu zangu watu wa Siha, hebu tutumie fursa hii kama ni chachu ya maendeleo kwetu. Mimi nafikiri ni wakati wa sisi kuungana kuleta maendeleo. Tuache siasa ambazo haiwezi kutusaidia kwa sasa. Na kwa sasa tumemaliza siasa, kwa sasa ni wakati wa kazi. Sasa lazima kila mtu awajibike kwa nafasi yake. Mbunge atawajibika kwa nafasi yake, mwenyekiti wa wazazi atawajibika kwa nafasi yake, mwenyekiti wa CCM atawajibika kwa nafasi yake, madiwani watawajibika kwa nafasi yao, lakini hata wale makada wa CCM ambao Mungu amewajalia uwezo, basi wanawajibika kwa nafasi zao. Kwa sisi kwa sasa tujumuike na viongozi, tujumuike na mbunge, tujumuike na mkuu wa wilaya, tujumuike na mkurugenzi, tujumuike na wadau wa maendeleo kuhakikisha kwamba wilaya yetu ya Siha inanufaika, inapata maendeleo kupitia kwa watu wote. Sidhani kama ni jambo jema kama mtu mmoja ndiye anaweza kaleta maendeleo katika wilaya ya Siha.
Kwa kweli hili haliwezi kuwezekana. Lazima sisi wote tuungane, tuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo kwa watoto wetu. Tusaidie watoto wetu waje wapate fursa ya kuliongoza taifa letu, tusaidie ili waweze kuja kusaidia hata familia zao, lakini waje wakasaidia jamii zetu. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumetoa sadaka, lakini tumeonyesha upendo kwa watu wetu. Tumeona kwamba tunawathamini, lakini tumeona kwamba wana haki wa sisi kufanya yale ambayo tunayafanya. Mheshimiwa, pamoja na kazi nzuri hiyo ambayo umeelezea, lakini kuna watu wanahisi kwamba unayafanya haya katika mrengo wa kisiasa, pengine kuna jambo ambalo unalitarajia baadaye. Labda watu ambao wanafikiria hivyo, wewe ungependa kuwaambia nini? Mimi sijui, labda kama naweza nikatumia jina naweza nikatumia neno baya sana. Mimi nafikiri hao watu watakuwa ni watu wajinga tu ambao wafikiri zaidi. Wao wanafikiri maslahi yao, lakini kwa mtu ambaye anafikiri maslahi ya watu hawezi kufikiri hivyo, kwa sababu in search kuwa mwanasiasa au unapokuwa na ndoto zako haikunyimi kufanya maendeleo. Unapokuwa na ndoto zako lazima basi udhibitishe hizo ndoto zako kwa sasa. Usipodhibitisha, maana yake ni upuuzi tu, unawaza huko mbele ya safari. Hata kuwaza mambo mengine huko. Sasa hivi ndio tumemaliza uchaguzi. Sasa kama tumemaliza uchaguzi, hata mbunge wa pale kwetu hajaapishwa mpaka leo. Sasa leo waze 2027 waze 2030, haya yote inabidi tumwachie Mwenyezi Mungu afanye mambo yake, sababu sisi hatima ya maisha yetu aliye naye ni Mwenyezi Mungu, lakini hatima ya ndoto zetu ipo mikononi mwa Mungu, na matumaini na matarajio tulionao yapo kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kazi zetu tulizo nazo, kama unaweza ukapata fursa, fanya. Wapo wengi wanaweza kasema hivyo, wapo wachache ambao wanaweza kasema hivyo. Huwezi kuwanyima wasiseme, huwezi kusema, kwa sababu ni hisia zao zinawaongoza hivyo. Sasa kama mimi hawezi kunizuia nisiwasaidie ndugu zangu. Leo naweza nikatoka Donyomoro nitaenda milimani kuwasaidia, watasema tu. Sasa wakisema alafu wewe ukarudi nyuma, maanake wewe utakuwa na maslahi binafsi. Sasa kwangu mimi, hata wakipiga kelele, hata wakisema, kwangu mimi, kwa sababu Mungu amenipa wito wa kuwasaidia ndugu zangu, kuwasaidia watu wa Siha, kuwasaidia watu wa Donyomoro, lakini kuwasaidia watu wengine, mimi kwangu haitanizuia. Lazima nitakuwa mstari wa mbele kushirikiana na serikali, kushirikiana na Mheshimiwa Rais, na sio mpaka upate cheo. Sio lazima uwe mkuu wa wilaya, sio lazima uwe mkuu wa mkoa, sio lazima uwe mbunge ndio uweze kuja kujenga darasa zilizojengwa. Hapana, wewe mwananchi wa kawaida unaweza kaa sehemu ya kusupport serikali, unaweza kaa sehemu ya kusupport watu. Watasema una ndoto, lakini hizo ndoto zako umewajengea watoto madarasa. Sasa kujenga madarasa ni dhambi? Umewasaidia wale watoto. Hata mimi nisipokuwa mbunge, lakini wale watoto atakuja kutokea kiongozi, atakuwa mbunge, atakuwa waziri. Kwa hiyo nimeweka hazina kwa ajili ya wale watoto. Yes.